Mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Umepakana na mkoa wa Dodoma na Singida upande wa kaskazini, mkoa wa Njombe upande wa kusini, mkoa wa Mbeya upande wa magharibi na mkoa wa Morogoro upande wa mashariki. Mkoa huu unajulikana kwa hali ya hewa ya baridi kiasi na uzalishaji mkubwa wa mazao ya chakula na biashara. Wenyeji wa mkoa huu ni Wahehe. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kufanya maboresho makubwa katika sekta ya afya, kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati zinasogezwa karibu zaidi na wananchi. Mkoa wa Iringa ni miongoni mwa maeneo yanayoendelea kushuhudia matokeo ya uwekezaji huo, hususani katika huduma za afya kwa mama na mtoto. Leo katika kipindi cha Hatua tunaangazia uwekezaji wa mashine za kisasa za uchunguzi wa magonjwa mbalimbali, vifaa vya maabara, vifaa vya mama na mtoto, vifaa vya kinywa na meno na hata mashine kutoka Bohari ya Dawa MSD, ulivyochangia kuleta mabadiliko na matumaini mapya kwa wananchi katika kuimarisha mfumo wa huduma za afya katika mkoa wa Iringa. Heri James ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Katika taarifa ya utekelezaji wa huduma za afya katika mkoa huo kwa mwaka 2025-2026, amesema uboreshaji mkubwa wa miundombinu umefanyika. Kama unafahamu kwamba tunapozungumzia afya tunazungumzia miundombinu ya afya, tunazungumzia vitendea kazi, tunazungumzia madawa, lakini na watumishi kwa ujumla katika sekta ya afya. Katika eneo hili la uboreshaji wa miundombinu katika mkoa wetu wa Iringa tumepokea zaidi ya shilingi bilioni 4.1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha miundombinu yetu katika zahanati zetu, vituo vyetu vya afya pamoja na hospitali zetu za wilaya. Katika eneo hilo fedha hizi zimetokana na serikali kuu, zimetokana na makusanyo yetu ya halmashauri zetu kwa maana ya fedha za halmashauri, lakini pia tumepata fedha hizi kutoka kwa wadau wa maendeleo. Katika eneo hili la uwezeshaji wa miundombinu limetusaidia sana kuhakikisha kwamba wananchi wanapokelewa katika maeneo ya huduma yaliyo safi, salama na yenye uwezo wa kuhakikisha wanatoa huduma ambazo zinawasaidia kupata afya zao na kurejesha afya zao kwa ukaribu zaidi. Katika eneo hilo tunaendelea kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika kusimamia miradi ili iweze kujengwa kwa wakati, kukamilika kwa wakati na iweze kutoa huduma kwa wananchi. Nichukue fursa hii kuwapongeza mganga mkuu wa mkoa pamoja na waganga mkuu wa wilaya kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya ya kuhakikisha miradi yote ya afya ndani ya mkoa imeanza vizuri, inaendelea vizuri na imeendelea kutoa huduma kwa wananchi. Ndugu wananchi wenzangu, hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya, yani dawa, vifaa tiba na vitendanishi imeendelea kuimarika, ambapo hadi kufikia Mei 2026 mkoa una wastani wa upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa 90%. Mafanikio haya yamechangiwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika eneo la bidhaa za afya ndani ya mkoa wetu. Na katika eneo hili katika kipindi cha mwaka 2025-2026 mkoa umepokea fedha kwa ajili ya bidhaa za afya kupitia MSD kiasi cha shilingi bilioni 5.1. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi bilioni 2.7 mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la 89%. Uwekezaji huu mkubwa uliofanywa na serikali kwa MSD Iringa ni mkubwa kuwahi kutokea katika historia ya uwezeshaji wa vifaa tiba na madawa ndani ya mkoa wetu. Mkoa pia katika kipindi hiki umepokea kiasi cha shilingi milioni 800 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya vituo vya afya na vituo vya kutolea huduma za afya maeneo mbalimbali. Pamoja na mapokezi ya fedha kutoka serikali kuu, mkoa katika kipindi cha mwaka 2025-2026 umetumia kiasi cha shilingi bilioni 5.8 kutokana na mapato yake ya ndani kwa ajili ya ununuzi wa bidhaa za afya. Fedha hizi zimeongezeka kutoka shilingi bilioni 4.2 mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la 38%. Haya ni mafanikio makubwa sana. Kwa mujibu wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ambayo inajengwa juu ya nguzo 3 muhimu kufikia lengo la Tanzania kuwa taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Nguzo ya pili inajikita katika kujenga uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, ambapo maeneo ya kipaumbele ni kuwa na jamii yenye afya ambayo watu wanapata ustawi wa kimwili, kiakili na kijamii ili kujenga taifa la watu wenye uwezo. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kujenga jamii yenye afya kwa kuimarisha sekta ya afya, hasa katika kuwekeza katika upatikanaji wa bidhaa za afya zenye ubora kwa wakati kwenye vituo vya umma vya kutolea huduma za afya nchini, ambapo vipo zaidi ya 8900, jukumu ambalo linafanywa na Bohari ya Dawa MSD. Bohari ya Dawa
imekuwa na mchango mkubwa kuiwezesha sekta ya afya kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa kwa kuhakikisha bidhaa za afya zinapatikana na kuwafikia wananchi kwa wakati. Lucas Guta ni meneja wa bohari ya dawa kanda ya Iringa ambayo inahudumia mikoa ya Iringa, Njombe na Ruvuma. Kwa hiyo kwa ngazi ya kanda tunatekeleza majukumu ya uhifadhi na usambazaji wa bidhaa za afya. Kwa kanda ya Iringa tunahudumia jumla ya wateja 846 ambao huwasilisha maombi yao, tunayachakata kwa wakati na kuwapelekea bidhaa kadiri ya mahitaji yao yalivyo. Kwa hiyo tunafanya hivyo kila baada ya miezi miwili tunahudumia na tunapeleka bidhaa za afya mlangoni kwa mteja. Kwa mwaka tunawasilisha bidhaa hizo mara 6. Kwa sasa ukiangalia kwa kuongeza wigo wa upelekaji wa bidhaa hizo ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambapo tulikuwa tunapeleka mara 4 na bidhaa zilikuwa zinakomea ngazi ya halmashauri, alafu mganga mkuu wa halmashauri anaanza kusambaza mwenyewe kwa gharama zake, kulikuwa na changamoto kidogo. Lakini kwa sasa kwa kuwa MSD tumejidhatiti, tuna vyombo vya kusafirisha hiyo mizigo, tunao uwezo wa kufikisha mlangoni kituoni. Kwa hiyo bidhaa zinafika kwa wakati na zinatumika inavyostahili. Sambamba na hilo, katika kutatua changamoto tunao wajibu sisi kama MSD kutembelea wateja wetu. Tunawasikiliza konsani zao, tunajadili kwa pamoja na baadaye tunatafutia ufumbuzi. Lakini vile vile tunao utaratibu wa kufanya vikao na wadau. Hivi majuzi tumetoka kufanya kikao na mkoa wa Ruvuma. Kwa tunakaa nao kwa pamoja, sisi tunaeleza ya kwetu na wenyewe wanaeleza ya kwao, na baadaye tunayatengenezea utaratibu, na baadaye mwaka unaofuata tunakuja kuangalia namna yalivyotekelezwa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunajikuta tunaboresha huduma za afya, hususan kwenye eneo la upatikanaji wa bidhaa za afya. Haya yameshuhudiwa na wateja wenyewe ambao kwa mkoa wa Iringa hapa upatikanaji wa bidhaa za afya ngazi ya mkoa wamesema wenyewe kwamba ni 90% kwenda juu. Vivyo hivyo katika hiyo hospitali ya Frelimo nao wamekiri kwamba ni zaidi ya 90%. Kwa hiyo hayo yote tunajivunia, na sisi kama MSD tunahakikisha kwamba tunashirikiana nao kwa pamoja kuhakikisha kwamba upatikanaji wa bidhaa za afya unakuwa ni endelevu na ni wa kudumu. Bohari ya dawa MSD imeongeza idadi ya mizunguko ya usambazaji wa bidhaa za afya kutoka 4 kila baada ya miezi 3 hadi 6 kila baada ya miezi 2, ambapo hali ya usambazaji kwa wakati imeongezeka kutoka 23% mwaka 2021-22 hadi 98% mwaka 2024-25. Mkoa wa Iringa tumefikia 90% ya uwepo wa dawa kwa sababu ya maboresho ambayo yamefanywa na serikali kupitia MSD, lakini hasa kwa upande wa logistics. Zamani kulikuwa na tulikuwa tunapeka maombi ambayo tulikuwa tunapeka maombi kila baada ya miezi 3. Lakini maboresho yaliyofanyika kwa sasa tunapeleka maombi baada ya miezi 2. Zamani wakati tunapeleka miezi 3 kulikuwa na changamoto ya kuishiwa dawa kabla ya maombi mengine kuchakatwa MSD. Lakini kwa sasa baada ya kupeleka maombi baada ya miezi 2, vitu havishiwi tena dawa kwa sababu wakati wanatumia dawa michakato ile inakuwa imeshakamilika. Kwa hiyo kunakuwa na uendelevu wa uwepo wa dawa. Hilo ni moja. Lakini la pili, zamani MSD walikuwa wanaleta dawa mpaka ngazi ya wilaya. Kwa hiyo DMO anatakiwa sasa aanze kusambaza zile dawa kwenye vituo. Kwa hiyo kuna changamoto, wakati mwingine DMO ana changamoto ya gari au mafuta. Kwa hiyo MSD serikali iliboresha kwa upande wa kupeleka madawa badala ya kupeleka kwa DMO, MSD wanapeleka moja kwa moja mpaka kituo husika. Kwa kweli nishukuru serikali
kwa maamuzi haya, kwa sababu dawa inapopelekwa kituo moja kwa moja inapokelewa na kamati za dawa na dawa inaanza kutumika moja kwa moja, imesaidia sana uendelevu wa upatikanaji wa dawa katika vituo vyote, na ndio maana Iringa sasa tuna 90% ya upatikanaji wa dawa katika vituo. Pamoja na kuboresha miundombinu ya afya na upatikanaji wa bidhaa za afya katika mkoa wa Iringa, huduma za afya ya mama na mtoto pia imeboreshwa kwa lengo la kupunguza vifo vya wajawazito na watoto wanaozaliwa chini ya muda, pamoja na kuongeza upatikanaji wa huduma za uzazi salama. Kituo cha afya Nzihi ni miongoni mwa vituo vya afya vilivyopo katika mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini. Yasini Nyange ni mganga mfawidhi wa kituo hicho. Kwa hali ya kituo yetu, upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ni mzuri, upo kwa 96%. Kwenye upande wa mama na mtoto, tunapenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada zote ambazo anaendelea kuzifanya kupunguza vifo vya mama na watoto. Kituo cha afya Nzihi kinafanya pia upasuaji wa dharura kwa mama wanaoshindwa kujifungua kawaida. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano inaongozwa na Rais wa awamu ya 6 kwa kutuletea mashine ya dawa ya usingizi ambayo ya milioni 54, lakini pia tunashukuru kwa kuweza kuwa na fedha za kununua ultrasound ya kisasa ambayo tumenunua katika bohari ya dawa ya milioni 78. Bidhaa za afya zinapatikana kwa hiyo 96% nilivyosema. Kwa hiyo kwenye mama na mtoto hakuna shida ya dawa, wanapata dawa zote inavyotakiwa. Upasuaji wa dharura ukitokea unafanyika kwa sababu tupo madaktari wa kutosha, tuna wauguzi wa kutosha. Kwa huduma yote inapatikana kwa masaa 24. Afisa muuguzi msaidizi Sumai Joni anaeleza maboresho yaliyofanyika. Huduma ya kwanza iliyoboreshwa kwenye kituo chetu kwa upande wa mama na mtoto, wajawazito walikuwa wakipata changamoto kwa huduma za kupiga picha za tumbo au ultrasound. Tulikuwa tunawapatia rufaa kwenda vituo vingine tofauti na hapa, lakini kwa jitihada za kituo na serikali tumefanikiwa kupata mashine ya ultrasound, na huduma hiyo inafanyika hapa kituoni na tunatatua matatizo ya wamama wajawazito na wenye changamoto yoyote ya kupata huduma ya ultrasound. Pia katika kuboresha huduma zetu kwenye kituo chetu, kwenye huduma ya mama na mtoto, tulikuwa tunapata namba kubwa ya watoto wenye utapiamlo, ambao saa hizi huduma hizo zimeboreshwa kwenye kituo cha afya Nzihi. Tunatoa huduma za utapiamlo kwa watoto wote wenye shida ya utapiamlo. Tunalaza, tunawapa chakula tiba na huduma nyingine zinazostahili kwa mtoto mwenye utapiamlo. Lakini je, wananchi wanaopata huduma kituo cha afya Nzihi wana maoni gani? Tangia nilianza huduma katika hospitali hii, nimeanza mwaka jana mwezi wa 12. Kwa hiyo huduma zao ni nzuri. Yaani kiufupi huduma ya mama na mtoto sijaona changamoto yoyote mpaka hatua nilofikia leo. Tunahudumiwa vizuri. Wahudumu wana upendo, wanatujali. Huduma hapa kwa kweli tunapokelewa vizuri na tunatibiwa vizuri. Hamna changamoto yoyote ile. Mpaka sasa nimebeba ujauzito wa sasa hivi huu. Kwa kweli tumepokelewa vizuri na tumehudumiwa vizuri mpaka sasa tunaendelea na huduma za hapa na bila shida yoyote ile, na wanatujali sana. Wako vizuri sana na wapo vizuri kwa wagonjwa. Wanathamini sana wagonjwa. Kipindi cha hatua kikapiga hatua zake mpaka kituo cha afya Nyalumbu kilichopo katika wilaya ya Kilolo mkoani Iringa. Dickson Malamala ni kaimu mganga mfawidhi wa kituo hicho. Nipende kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo wamewekeza kwenye sekta ya afya, hasa kwenye kituo chetu hiki ambapo tumepata vifaa vingi sana, vifaa tiba pamoja na dawa kupitia MSD. Kwa mfano kwa mwaka wa fedha 2025-26 jumla ya milioni 245 kituo kama kituo tumepokea kwa ajili ya vifaa tiba na dawa. Kwa hiyo kwa sasa upatikanaji wa vifaa tiba
uko katika hali nzuri kulinganisha na kipindi cha zamani. Lakini pia kupitia upatikanaji huu wa vifaa tiba, kituo chetu kimeweza kuanza kufanya upasuaji wa uzazi kwa kina mama wanaopata changamoto ya kujifungua, na zoezi hili tumelianza mwezi wa pili kufanya upasuaji, na mpaka sasa hivi jumla ya kina mama 24 wameshapata hiyo huduma ya upasuaji kwenye kituo chetu hiki. Kwa hiyo hali pia ya upatikanaji wa dawa ukilinganisha na kipindi cha zamani, saa hizi iko vizuri. Madawa mengi yanapatikana, lakini pia nishukuru serikali yetu kwa namna ambavyo kupitia MSD tunapata dawa nyingi ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya wagonjwa wanaokuja kutibiwa katika kituo chetu hiki. Kwa hiyo kwa ujumla hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba iko vizuri. Tumepokea baadhi ya vifaa vikiwa vifaa vya labor ward, post ward ya mama baada ya kujifungua, lakini pia kubwa zaidi ni chumba cha upasuaji. Sambamba na hilo kuna dawa zile za dharura zote ambazo inapotokea mama anakutana na changamoto wakati wa utoaji wa huduma, tuna zile dawa za dharura zote ambazo tunazitumia ili kuweza kuokoa afya ya mama pamoja na mtoto. Hivyo basi tunashirikiana nao vizuri sana katika upatikanaji wa hivyo vifaa tiba pamoja na dawa. Kama tunakutana na changamoto huwa tunaiwasilisha kwao ili waweze kuendelea kutusaidia katika kuboresha huduma ya mama na mtoto. Bohari ya dawa MSD ilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya bohari ya dawa mwaka 1993 ikiwa na majukumu makuu matatu ya kununua, kutunza na kusambaza bidhaa za afya kwa ajili ya vituo vya kutolea huduma za afya vya umma na vile vya binafsi vilivyoidhinishwa na Wizara ya Afya. Mwaka 2021 sheria ya MSD ilifanyiwa maboresho na kuongeza jukumu la uzalishaji wa bidhaa za afya na sasa kuwa na majukumu makuu 4 ya uzalishaji, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa bidhaa za afya. Kwa kuwa MSD pia inanunua na kusambaza mashine na vifaa tiba, inawajibika kuwafungia mashine hizo wateja wake na kuratibu kutoa mafunzo kwa watumiaji wa kituo husika na kuvifanyia matengenezo tiba kwa kutumia wataalamu wake. Sasa hivi tunapopata changamoto ya kuharibika au ya hitilafu ya kiufundi au namna ya maelekezo namna kutumia, saa nyingine kifaa sio kibovu, kimekuja ni kizima kabisa, lakini tu kwamba hatuna utaalamu wa namna ya kukitumia, basi tunafanya mawasiliano na MSD, wanatuletea mtaalamu, kama ni cha kurekebisha na kirekebisha, na kama inahitaji kutoa maelekezo namna kukitumia anakuwa anatoa maelekezo namna kukitumia, na baada hapo kifaa kinakuwa kinaendelea kutumika. Lakini pia jambo la 4 ni wapongeze na kuwashukuru MSD, ambapo vifaa hivyo vimekuwa japokuwa kwamba vingine vina teknolojia ya hali ya juu, lakini bei zake zimekuwa ni himilivu, ni bei za Kitanzania. Vifaa hivi vinapatikana kwa bei ambazo ni himilivu, kwa hivyo upatikanaji wake unatupa urahisi zaidi sisi kwamba katika kile kidogo tunachokuwa tunakikusanya tunaweza kumudu kugharamia manunuzi ya vifaa hivyo, kwa sababu bei zake ni za kizalendo, tunaweza tukasema, sio bei za kukomwana. Aidha, kwa upande wa vitendanishi vya maabara pia naomba niwapongeze MSD katika eneo hilo, wamekuwa wakipanua wigo wa upatikanaji wa huduma kiasi kwamba sasa hivi hata ukiangalia rufaa za watu kwenda nje ya mji kufata vipimo zimepungua sana, kwa sababu sasa hivi mashine na vitendanishi vya maabara vinavyotumika kwa ajili ya vipimo hivyo vimekuwa vinapatikana paka ngazi ya afya ya msingi kabisa katika hospitali za wilaya. Naweza nikatolea mfano, miaka michache tu iliyopita hapa hospitali nyingi za wilaya zilikuwa zifanye vipimo vya homoni na vipimo vya kikemikali, ni biochemistry, kwa sababu zilikuwa aidha hazina mashine au zilikuwa hazina vile vitendanishi, maana reagents kwa ajili ya kufanya vipimo hivyo. Lakini sasa hivi upatikanaji wake umeongezeka na hospitali nyingi za afya msingi katika ngazi ya wilaya zina mashine za kufanya vipimo hivyo, lakini pia vitendanishi vinakuwa vinapatikana katika ngazi ya wilaya, na hii inasaidia sana kupunguza usumbufu kwa wananchi kusafiri kwenda katika hospitali za rufaa za mikoa ama hospitali za kanda na hospitali ya taifa kufuata huduma hizo, kwa sababu sasa zinakuwa zinapatikana katika ngazi ya chini. Eneo jingine ambalo naweza nikawapongeza MSD ni katika upatikanaji wa dawa. Katika eneo hili sisi mathalan katika hospitali yangu hapa upatikanaji wa dawa mara zote umekuwa si chini ya 90%.
dawa zile muhimu ambazo ziko 200 na ambazo zinatakiwa ziwepo katika hospitali, muda mwingi utakuta 90% au zaidi ya dawa hizo zinakuwa zinapatikana katika hospitali. Kwa nini? Kwa sababu kila tunapoziomba MSD tunakuwa tunazipata dawa hizo kwa wakati kabisa na tunaweza kusaidia kuwahudumia wananchi. Idara hii na takriban miaka 2 toka tulivyoianzisha. Mwanzoni kabisa tulikuwa na vifaa vichache. Tulianza na vitanda, lakini baadaye tukapata mashine mbalimbali ambazo zimekuwa zikitusaidia katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Kwa hiyo mpaka sasa tuna vifaa vingi ambavyo vingi vimetoka MSD. For instance, tunazo CPAP ambazo mwanzoni tulinunua 2, lakini sasa hivi pia tunazo zingine VAIU 3 ambazo zimetoka CPAP. Tunazo infusion pump ambazo zinatusaidia pia, zimetoka MSD. Ya mwanzoni kabla ya kupata hivi vifaa tulikuwa tunalaza watoto wengi wachanga wenye changamoto mbalimbali. Mfano, mtoto amezaliwa hajatimiza umri au amezaliwa akachelewa kulia. Kwa hiyo tulikuwa tukiwatibu, lakini kuna mahali tulikuwa tunashindwa kwa sababu ya ukosefu wa vifaa. Kwa hiyo tulikuwa tunatoa rufaa kwenda hospitali ya mkoa wa Iringa. Lakini baada ya kupata vifaa hivi kwa kiasi kikubwa sana, rufaa nyingi zimeweza kupungua. Kwa hiyo watoto wenye changamoto wale ambao tunaweza tukawatibu tukiwa tuko ndani ya hospitali yetu tunawatibu. Tukishindwa tunapiga simu, tunapewa maelekezo namna na jinsi ya kutumia hivi vifaa. Kwa hiyo tunaishukuru sana Wizara ya Afya kwa kushirikiana na MSD kwa kutusaidia sisi watu wa huduma hususan wa kitengo hiki cha watoto kwa vifaa hivi ambavyo vimetusaidia namba moja yani kusaidia watoto wengi ama kuokoa maisha ya watoto wengi ambao walikuwa wanazaliwa na changamoto mbalimbali, lakini pia kutusaidia sisi kufanya kazi yetu kwa urahisi zaidi. Mafanikio haya yanaonyesha dhamira ya kuendelea kuimarisha sekta ya afya ili kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma salama za aina yoyote anazohitaji anapofika kituo cha kutolea huduma za afya nchini. Hakika, serikali ya awamu ya 6 imesogeza huduma karibu na wananchi na MSD inaendelea kutekeleza jukumu lake la kuhakikisha inawezesha mahitaji yote yanayohitajika kwenye vituo hivyo ili mwananchi afikapo kutibiwa apate huduma kikamilifu tangu kwenye vipimo hadi kupata matibabu. Shukrani kwako wewe ambaye umetazama kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Neema Ndeto. Hadi wakati mwingine, bye bye.